Msemaji mkuu wa majeshi ya Iran, Brigadier General Abolfazl Shekalch, amesema Iran inaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya vikosi vya Marekani kote katika eneo la Asia ya Magharibi, akisisitiza kuwa muundo wa kijeshi wa Marekani katika ukanda huo umesambaratika kwa muda mfupi sana. Katika taarifa yake, General Shekalch amekosoa vikali kile ambacho amekiita ni uingiliaji wa kijeshi wa Marekani, na huku akiangazia namna Iran ilivyojibu mashambulizi ambayo yanaendelea. Anasema kuwa wanajeshi wake wa Marekani wengi wamelazimika kuyaacha baadhi ya maeneo waliokuwa wanaishi, kwa maana ya zile kambi za kijeshi, na kukimbilia kujificha katika hoteli za kiraia, hatua ambayo ameilaani. Akasema ni jaribio la kutumia maeneo ya kiraia kama ngao ya kijeshi. Anasema Wamarekani ambao hapo awali walitegemea kambi zao kuimarisha uwepo wao, sasa wanajificha hotelini na kutumia maeneo ya kiraia kama sehemu ya kinga. Hii ni ishara ya kujiondoa kwa aibu na kukiri kushindwa kujilinda katika maeneo hayo. Ameongeza kuwa vikosi vya Marekani haviwezi tena kudumisha uwepo wao wa kijeshi katika maeneo kadhaa ya Asia Magharibi, akisema kwamba kambi muhimu zote za Marekani zimeharibiwa. Anasema tumevunjilia mbali kambi 17 za Marekani katika eneo hili na wameshindwa kulinda wanajeshi wao pamoja na miundombinu yao. Amesema kiongozi huyo kuwa hali hiyo imeathiri pakubwa uaminifu wa kijeshi wa Marekani katika ukanda huo. Lakini pia ameeleza kuwa vita vya siku 12 ambavyo vilitokea mwezi Juni mwaka 2025 vilisababisha mabadiliko makubwa katika falsafa ya kijeshi ya Iran. Anasema baada ya vita hivyo tulibadili mkakati wetu kutoka kujihami kwenda kwenye kushambulia. Lakini pia amefafanua kuwa hatua hiyo haimaanishi Iran inaanzisha vita, bali Iran kazi yake ni kujibu kwa nguvu mashambulizi ya aina yeyote, yawe yamekuja kwa udogo, yawe yamekuja kwa ukubwa. Anasema nchi yoyote inayoanzisha uchokozi dhidi yetu tutaipiga hadi itakapoharibika kabisa. Hatutasita hadi ushindi upatikane na wahusika ni lazima waadhibiwe. Amesisitiza kuwa mkakati huo mpya bado una msingi wa kujilinda, ukilenga kulinda uhuru wa taifa na kuzuia uingiliaji wa kigeni. Jenerali pia amegusia masharti ya Iran kuhusu amani, akirejelea kauli za kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kuwa masharti hayo kamwe hayawezi kujadiliwa. Anasema mlango wa bahari wa Hormuz hautarudi kuwa kama ulivyokuwa awali. Tumeweka masharti 4 na hadi yatimizwe tutawaacha wa Marekani kwa amani. Kama hayatatimizwa basi wataendelea kuangamizwa. Ameonya kuwa eneo lolote litakalo ruhusu uwepo wa vikosi vya Marekani itakuwa ni shabaha ya mashambulizi ya Iran. Ametoa takwimu nzito kuhusu hasara za vita, akisema kati ya wanajeshi 600 mpaka 800 wa Marekani wameuawa na takribani 5,000 wamejeruhiwa. Lakini pia amedai kwamba wanajeshi 1321 wa Israel wameuawa katika mashambulio ya kulipiza kisasi ya Iran, idadi ambayo anasema huenda imepunguzwa kwa makusudi. Anasema katika siku za mwanzo wa vita tulilenga hoteli moja ambapo wanajeshi wa Marekani walikuwa wamejificha, 160 waliuawa na wengine kujeruhiwa. Amesema kuwa miundombinu muhimu ya kijeshi na viwanda vya Israel imeharibiwa vibaya mno, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa mujibu wa msemaji huyo, Iran imekuwa ikiongoza mwelekeo wa vita tangu mwanzo. Anasema hatukuwa upande wa kujihami tangu mwanzo, tumekuwa tukishambulia na tutaendelea hadi tutimize adhima yetu. Amebainisha kuwa Iran imetumia teknolojia za hali ya juu, ikiwemo mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ambayo ilifanikiwa pia kulenga ndege za kivita aina ya F-35 za Marekani. Bado ameendelea, Shekalch amezitaka nchi za Kiislamu katika ukanda huo kusitisha kutoa hifadhi kwa vikosi vya Marekani. Akasema tunaheshimu mamlaka ya kila taifa, lakini mkiruhusu ardhi au anga zenu zitumike dhidi yetu mtawajibika. Akizungumzia kuhusu Marekani, Shekalch anasema kuwa Washington inatafuta njia ya kujiondoa vitani bila kupoteza heshima. Wanajaribu kutoka kwa heshima, lakini tayari wameshindwa. Kadri wanavyokaa ndivyo wanavyozidi kudhoofika. Ameongeza kuwa hata hivyo washirika wa NATO wamekataa kushiriki vita hivyo, wakihofia madhara zaidi kutoka katika mataifa yao. Licha ya shinikizo la kijeshi, Shekalch anasema hivi, uchumi wa Iran
umeendelea kuwa uchumi stahimilivu, bado ni uchumi mkubwa. Anasema changamoto zipo, lakini adhima yetu imeimarika zaidi. Wananchi wa Irani wako pamoja na hawawezi kuvunjwa mioyo yao. Amesisitiza kuwa gharama za vita zitaendelea kuielemea Marekani, huku dunia ikianza kubadili mtazamo wake kuhusu nafasi ya Marekani kimataifa. Na General amehimiza kwa kusisitiza kuwa Iran haitaacha mapambano hadi malengo yao yatimie. Marekani na Israeli wanakosea wakidhani tutarudi nyuma. Tutapigana hadi tufikie malengo yetu. Hatutasimama hadi vikosi vya Marekani na Israel viondoke katika ukanda huu na hadi masharti yetu yatakapokuwa yametimizwa. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na kiongozi mwingine ambaye sio kiongozi anayetajwa sana. Ni msemaji mkuu wa majeshi ya Iran, Brigadier General Abolfazl Shekalchi, ambaye amezungumza lugha za namna hiyo. Can you imagine? Huyu aliyeongea maneno haya siye kiongozi mkuu wa taifa la Iran, hapana. Yeye ni mtu yani ni mtu, of course yupo kwenye uongozi wa Iran, lakini hana nguvu kiasi hicho. Anaongea maneno ya namna hiyo. Wa Marekani inawezekana walikuwa wamejiandaa kwenda kula mahindi, wamekutana na kokoto. Sasa nikakutana pia bwana na taarifa moja nimeipenda sana alichokizungumza waziri wa mambo ya nje wa Iran, bwana Masudi bwana Abbas Araghchi. Amesema hivi, hapa nitasoma kile ambacho amekizungumza, halafu watu ndo mtaelewa akili kubwa namna ambavyo zinafanya kazi. Anasema hivi Araghchi: katika kipindi cha miaka 300 iliyopita, Iran imekuwa ikijilinda tu, na imejilinda kwa ujasiri wa hali ya juu kabisa. Unakumbuka wakati Saddam Hussein alipoishambulia Iran? Wengi wenu hamtaki kukumbuka hilo. Wakati Saddam Hussein alipoishambulia Iran, kila mtu alimpatia silaha. Hakuna hata aliyeipeleka silaha kwa Iran kwa ajili ya taifa hilo kujilinda. Na mnatuuliza kwa nini tunatengeneza makombora yetu? Tunajilindaje? Ni njia zipi zimebaki kwa Iran ili ijilinde? Na azimio namba 1929, rafiki yangu, leo halina nguvu tena, halitumiki tena. Leo tuna azimio namba 2231 ambalo halilazimishi Iran, bali linaitaka tu Iran, sio tena amri ya lazima, kutotengeneza makombora yaliyoundwa kuwa na uwezo, sio uwezo tu, bali yaliyoundwa kuwa na uwezo wa kubeba silaha za nyuklia. Sisi hatuna vichwa vya nyuklia, kwa hiyo hatutengenezi chochote cha kubeba vichwa vya nyuklia ambavyo hatuna, lakini makombora ndiyo njia ya ulinzi wetu. Ikiwa una wasiwasi kuhusu matumizi ya kijeshi, nenda uzungumze na serikali zenu zisiuze vifaa vingi vya kijeshi katika ukanda wetu. Dola bilioni 130 za vifaa vya kijeshi vinauzwa katika eneo la Ghuba ya Uajemi pekee. Hii si takwimu yangu, ni takwimu ya waziri wa mambo ya nje John Kerry. Na makadirio ya juu kabisa ya matumizi ya kijeshi ya Iran ni dola bilioni 15. Na tuna idadi ya watu ambayo inalingana na nchi zote hizo kwa pamoja. Tuna majeshi ambayo yanazidi kwa idadi ya majeshi yao yote yakijumlishwa pamoja, lakini tunatumia sehemu ya 10 tu ya matumizi yao ya kijeshi. Tuna haki ya kujilinda ndani ya mipaka kisheria, lakini tuko tayari kupunguza matumizi ya ulinzi katika ukanda huu kwa makubaliano ya pande zote, si upande mmoja tu. Tayari tunatumia sehemu ndogo sana ukilinganisha na wengine katika ununuzi wa vifaa vya kijeshi. Hivyo kama makombora ndio njia ya ulinzi wetu, hatumlengi yeyote. Tunamlenga yeyote atakayetushambulia ili asitushambulie, kwa sababu tulishambuliwa na kila mtu alikaa kimya. Tulishambuliwa kwa silaha za kemikali na kila mtu alinyamaza kwa miaka 8. Labda mnataka kusahau hilo. Sisi hatuwezi. Kamwe hatuwezi kulisahau hilo, watu wa Iran. Hatuwezi kusahau ukweli kwamba nilienda kwa rais wa Baraza la Usalama. Hii ni kutokana na uzoefu binafsi. Nilimwendea mwaka 1986 na kumwambia, Mheshimiwa Rais, Irani inashambuliwa kwa silaha za kemikali. Naye akasema, siwezi kukusikiliza. Na unajua, kwa muda wote ambao Saddam Hussein alikuwa madarakani na akiivamia Iran, akivunja mipaka ya ardhi yetu, hakuna hata azimio moja la Baraza la Usalama lililolaani matumizi yake ya silaha za kemikali. Azimio la kwanza la Baraza la Usalama kuhusu matumizi ya silaha za kemikali ya Saddam lilitolewa baada ya vita kumalizika.
Kwa hivyo nadhani ni muhimu kuelewa kwa nini Iran inataka kufanya kazi na jumuiya za kimataifa. Kwa nini Iran iko wazi kushirikiana na Ulaya ili kupunguza wasiwasi na mvutano katika ukanda huu. Niaminini, sisi si wale tunaopaswa kupata imani yenu pekee. Sote tunahitaji kujenga imani baina yetu. Lakini Iran kamwe haitarudi nyuma katika kile ambacho tumekianza. Tutahakikisha tunakimaliza, tunakikamilisha kama ambavyo tuliamua kuingia moja kwa moja katika vita hivi. Anazungumza huyu ni waziri wa mambo ya nje wa Iran, Bwana Abbas Araghchi. Ni kauli nyingine nzito sana ambazo mnazisikia hapa zinatolewa na wanaume huko Iran, wakieleza kabisa kwamba wao sio watu ambao wanasubiri kuambiwa na mtu fulani, ila wao kwa sababu tayari walishaanzwa, wao kazi yao ni kumaliza. Yani wao walianzisha wa Marekani, kazi ya wa Iran ni kumaliza pale ambapo wa Marekani walianzisha. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.